Kwa majina yangu naitwa Charles David, ndiye katibu mtendaji wa taasisi ya The Angel Foundation inayopatikana mkoa wa Mwanza, wilaya Ilemela, chini ya mkurugenzi wake Daktari Angelina Sylvester Rubana Mabura. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo, ambapo leo hasa tupo katika muendelezo wa kuhakikisha programu yetu ya kuhakikisha tunakwenda kuunga mkono utaratibu wa utatuzi wa changamoto ya elimu katika kurekebisha madawati, lakini pia viti na meza ambazo zimeharibika katika mikoa au maeneo mbalimbali. Na siku ya leo, kama ambavyo jana tuliwapokea vijana hawa kutoka mkoa wa Mtwara, wamekuja hapa Mwanza kuhakikisha wanakuja kuendelea na shughuli yao ya kizalendo ambayo wamekuwa wakiifanya. Vijana hawa, kama ambavyo nilisema awali, kwamba walipokelewa hasa na taasisi yetu ya The Angel Foundation mara baada ya mkurugenzi wetu Daktari Angelina Mabura kuona mtandaoni juu ya kazi kubwa ya kizalendo ya kujitolea wanaoifanya. Lakini mara baada ya kuwaona, alifanya mawasiliano na vijana hawa na kuwaomba basi wadau waweze kufika mkoa wa Mwanza kuhakikisha kile ambacho wamekifanya mikoa mingine basi waje kufanya mkoa wa Mwanza. Tunashukuru sana kwa mapokezi mazuri ambayo tumeyapata kwa wakurugenzi wetu mbalimbali wa halmashauri za manispaa na jiji letu la Mwanza kwa kuunga mkono hiki ambacho kinafanyika. Kazi hii ambayo inafanyika leo hapa ni moja kati ya muendelezo wa kuhakikisha madawati yote ambayo yameharibika katika shule zetu za msingi na sekondari, lakini pia viti na meza ambazo zimeharibika zinakwenda kurejeshwa katika hali yake, lengo ziende zikaendelee kutoa huduma kwa watoto wetu, lakini pia wapate mazingira bora ya kuweza kujifunzia. Lakini mbali na hiyo, tutoe wito tu kwa mafundi wetu wa mkoa wa Mwanza, lakini pia na maeneo mengine. Kazi wanaoifanya vijana hawa ni kazi ya kizalendo, ni kazi ya kujitolea, ni kazi ya moyo. Nitoe wito kwa vijana mafundi wengine basi waweze kuungana na vijana hawa. Leo wametoka Mtwara, wamekuja mkoa wa Mwanza, lakini pia tuna imani hapa mkoa wa Mwanza wapo vijana pia wenye uwezo, wenye ujuzi na wana uwezo wa kufanya hizi kazi kwa uzalendo mkubwa kama ambao wanafanya vijana hao. Basi waweze kuungana nao. Leo tupo hapa Mwanza jiji, lakini pia mara baada ya Mwanza jiji tutaendelea na halmashauri zingine kwa namna ambavyo mawasiliano tayari yameshafanyika kupitia mkurugenzi wetu. Tunashukuru sana mkurugenzi wa jiji la Mwanza Advocate Kibamba kwa mapokezi mazuri, lakini pia tunamshukuru sana na kumpongeza mheshimiwa mbunge wa jimbo hili John Francis Nzilanyingi kwa kazi kubwa anaendelea kuifanya. Na kwa kweli naye ni mmoja wa wadau wakubwa. Mara baada ya kumweleza hii programu inayofanyika ndani ya jimbo lake, mheshimiwa mbunge ametoa ushirikiano mkubwa na amesema ataendelea kuunga mkono kazi hii ya kizalendo inayofanywa na vijana. Lengo ni kuhakikisha madawati, viti, meza katika shule zetu zote za msingi na sekondari ndani ya mkoa wetu wa Mwanza zinakwenda kutatuliwa, lakini pia zinakwenda kurekebishwa na kurudi katika hali yake. Leo ukiona ni kazi kubwa imefanyika. Mara baada ya kazi hii kubwa iliyofanyika, inaonekana bado kuna mzigo mkubwa. Hapa tu kwa takwimu katika shule hii tuliyopo leo, inaonekana kuna madawati, viti na meza takriban 200 vyenye ubovu. Lakini hivi vyote vimeweza kuhifadhiwa store kama unavyoona. Vinahitaji kurekebishwa ili virudi vikiendelea kukaliwa na wanafunzi. Kwa tafsiri yake kuna wanafunzi wanakosa viti, wanakosa meza ni kwa sababu tu ya uharibifu huu ambao umejitokeza. Shime kwa wadau mbalimbali wa maendeleo wanaoweza kuguswa, kuwiwa katika hii program ambayo inaendelea, wakaribie ili tuweze kuungana nao sisi kama taasisi ya The Angel Foundation kuhakikisha tunaendelea kuunga mkono Mheshimiwa Rais, lakini pia tunaendelea kuwaunga mkono hawa vijana kwa kazi kubwa wanaoendelea kuifanya ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, lakini pia na Tanzania kwa ujumla, kama ambavyo wameamua kujitolea na kujitokeza kuhakikisha wanakwenda kuunga mkono jitihada za kuhakikisha elimu yetu inarudi katika hali yake na mambo yanaenda kama ambavyo yametarajiwa. Kwa majina naitwa Juma Maliki Kasimu, natokea mkoa wa Mtwara, wilaya Masasi. Sisi ni vijana ambao ni kikundi hichi nimekiunda kina vijana 5 ambao vijana hawa sisi tulikuwa tunajishughulisha na utengenezaji wa mageti pamoja na majiko ya nishati safi, lakini tuliona sio vyema tukadili na ufundi tu. Siku nyingine unakutaga tumekaa kwenye ufundi hakuna kazi, lakini je, tutafanya kitu gani? Tukaanzisha kampeni ya kupita kwenye mashule kwenda kufanya ukarabati wa madawati. Nikawatafuta mafundi wawili ni mafundi wa fundi seremala. Mimi ni fundi wa kuchomelea, fundi chuma. Nikasema kikundi changu kitakakamilike ni kutafuta na fundi seremala. Nikamtafuta fundi seremala tukawa nao. Kwa maana sisi tumeamua kujitolea kufanya kazi ya ukarabati madawati haya mabovu ambao tunakuta shuleni. Sisi tumeona Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan anawekeza pesa nyingi sana kwenye majengo ya shule, pia kutengeneza madawati ya shuleni,
lakini unakuta watoto wetu wenyewe ndio wanaoleta vurugu darasani, wanakuja wanavunja yale madawati. Sasa anapokuja kuharibika mwalimu, unakuta bajeti ile ya kutengeneza yale madawati hamna kwa wakati ule. Sasa sisi tulioanzisha kampeni hii Tuzunguke, kama tungekuwa na uwezo wa kusema kwamba tuna usafiri, na hakika tungezunguka Tanzania nzima kwa wakati kufanya kwamba marekebisho ya madawati, kwa sababu watoto wengi wanakaa chini, wengine wanakaa wanne. Unakuta hata ufaulu unakuwa ni mdogo sana, kwa sababu nimejiuliza sana, watoto wengi wanaosoma shule hizi za kulipia, watoto wengi wanasoma vizuri, kwa sababu unakuta madawati yanakuwa ya kutosha na wale watoto wanakuwa huru. Je, shule zetu ambazo serikali wanawekeza nguvu nyingi, kwa nini na sisi vijana tusijitambue?